zangu wapendwa katika Kristo, kama tulivyosikia katika utangulizi, leo tunaadhimisha Dominika ya Matawi. Dominika hii ambayo inatupeleka moja kwa moja katika kuanza Juma Kuu, ambamo ndani mwake mafumbo makuu ya ukombozi wetu yanaadhimishwa, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Dominika hii ya Matawi ina hali kuu mbili. Hali ya kwanza ni hali ya furaha na hali ya pili ni hali ya huzuni. Katika ile hali ya kwanza, hali ya furaha, tunaionja katika sehemu ya kwanza ya ibada hii, ambapo tunaadhimisha kumbukumbu ya mateso, kumbukumbu ya kuingia kwa shangwe Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu. Watu waliomlaki wakiwa na matawi ya mitende mikononi waliimba nyimbo za furaha wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli, Hosana juu mbinguni. Sisi leo tunapoadhimisha Dominika hii ya Matawi, hatuna lengo la kuiga wala kurudia kila alichokiadhimisha Bwana wetu Yesu Kristo alipoingia Yerusalemu, bali tunamkiri na kumwamini na kumuungama kwamba yeye ndiye mkombozi wetu. Yeye ndiye aliyetukomboa kupitia mateso na kifo cha msalaba, hatimaye kwa ufufuko wake. Adhimisho hili litupe mwaliko wa shangwe na furaha ya kuingia Yerusalemu mpya, yaani mbinguni, kwa kuiruhusu mioyo yetu impokee kwa shangwe na furaha Bwana wetu Yesu Kristo, kama sala ya kubariki matawi inavyokoleza mwaliko huo ikisema, E Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakase matawi haya kwa baraka yako, nasi tunaomfuata Kristo mfalme kwa shangwe, utujalie tufike Yerusalemu ya milele kwa jina lake. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, sehemu ya pili tunayoiona katika Dominika hii ya Matawi ni hali ya huzuni katika mwonekano wake, lakini katika uhalisia ni hali inayobeba matumaini makubwa, pale ambapo kupitia mateso, kifo na ufufuko wa Kristo sisi tunakombolewa. Ndiyo maana kanisa halichoki kamwe kutueleza mateso ya Yesu kwamba ni ushindi dhidi ya dhambi na mauti unaodhihirishwa kwa utukufu wa ufufuko wa Kristo, kama ambavyo utangulizi wa sala yetu ya Ekaristi unaweka wazi. E Mungu Mwenyezi wa milele, E Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka Mwokozi wetu atoe mwili na kuteswa msalabani ili mwanadamu apate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kuwa na uvumilivu kama yeye, tustahili kuishi mateso ya Yesu Kristo ambayo tunaweza kuyafahamu vizuri tukiyatazama pamoja na ufufuko wake. Hivyo liturujia ya adhimisho inatuweka wazi juu ya ushindi wa kipasaka, kuwa mateso na kifo cha Kristo havikuwa mwisho, bali vinamalizika kwa ushindi wa uzima wa milele. Hali hii inajidhihirisha katika masomo yetu ya leo, ambapo katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya anatualika kutafakari juu ya utabiri wa mtumishi wa Mungu aliye mwaminifu katika kazi yake. Yeye haogopi mateso, bali anayakabili, na kwa uaminifu wake Mwenyezi Mungu anampa uwezo wa kuwafundisha na kuwapa matumaini wale waliovunjika moyo. Kwa usikivu wake Mungu anamwamsha asubuhi baada ya asubuhi, anazibua sikio lake apate kusikia neno lake, na mtumishi huyu daima anamtegemea Mwenyezi Mungu katika nyakati zote anazopitia. Anapokuwa katika hali ngumu, bado anazidi kumtegemea Mwenyezi Mungu, kama tulivyosikia katika wimbo wa katikati, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ni mwaliko tunaopewa pia leo mimi na wewe, sisi katika maisha yetu, sisi katika hali yetu ya ufuasi. Hapa na pale tunakutana na changamoto mbalimbali, hapa na pale tunakutana na magumu,
tunaalikwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, tunaalikwa kuendelea kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awe kimbilio letu katika nyakati zote, na hivyo atatuokoa na kutuvusha katika magumu mbalimbali yanayotuandama katika maisha yetu ya ufuasi. Katika somo la pili tunaona na kuonja matunda ya utii, unyenyekevu na uvumilivu wa Kristo, mtumishi mwaminifu wa Mwenyezi Mungu. Itakumbukwa kuwa dhambi na mauti viliingia katika historia ya mwanadamu kwa kosa la mwanadamu kukosa utii kwa Mungu. Kwa utii wa Kristo, dhambi na mauti vinaangamizwa. Kwa kutokutii kwa Adamu na Eva, tulitengwa na Mwenyezi Mungu. Kwa kutii kwake Kristo, tumeunganishwa na Mungu. Sisi ambao ni wabatizwa, tumekuwa wafuasi wa Kristo, tunao wajibu wa kutii ahadi na viapo vyetu tulivyoviweka kwa Mungu na kwa kanisa, ili tuweze kutenda kazi ya Kristo mwenyewe kama mtumishi mwaminifu wa Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili tunasimuliwa juu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bila kosa alihukumiwa kifo, kama utangulizi katika sala ya Ekaristi unavyozidi kudokeza ukisema: Kristo Bwana wetu, yeye ingawa hakuwa na kosa, alikubali kuteswa na kuhukumiwa pasipo haki kwa ajili ya wakosefu. Injili inaonyesha mashtumu ya uongo yaliyosemwa juu ya Yesu. Anapitia mateso makali, dhihaka, kuvuliwa nguo na mwishowe kifo cha aibu msalabani. Ndiyo maana sasa katika sala ya kuombea dhabihu anatuombea hivi: E Bwana, utujalie rehema yako kwa ajili ya mateso ya mwanao pekee. Basi ingawa hatustahili kitu kwa matendo yetu, tupate rehema yako kwa ajili ya sadaka hiyo kubwa. Na sala ya utangulizi inaendelea kutilia mkazo na kusema: amefuta dhambi zetu kwa kifo chake na kutufanya wenye haki kwa ufufuko wake. Hii ni kweli kabisa, kwa sababu kifo chake kilikuwa ni cha pekee sana. Dunia ilitetemeka, jua lilififia, kukawa giza juu ya nchi, pazia la hekalu likapasuka mara mbili. Nao walioshuhudia walikiri kwa hakika ya kuwa huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, sisi tulio wafuasi wa Kristo, maisha ya Kristo ni maisha yetu. Kama Kristo aliye Bwana na Mungu wetu, yeye alipitia mateso makali namna hiyo. Sisi nasi katika maisha yetu ya ufuasi, mateso haya tutakutana nayo, na hatuna namna ya kuyakwepa, bali kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu aweze kutuvusha katika mahangaiko na mateso hayo. Tunapotafakari juu ya safari ya mateso ya Kristo kuelekea ukombozi wa mwanadamu, lakini pia tukilinganisha na maisha yetu tunayoishi sisi kama tunao wafuasi tunaomfuata Kristo, mateso haya nilipenda kuyalinganisha na hali ya adhimisho la misa tunaloliadhimisha sisi kama Wakristo. Katika maadhimisho yetu ya misa, tunapokuwa tukisali, si wakati wote kwamba tutaimba na kupiga magoti na makofi na kushangilia. Kuna nyakati tutaimba, kuna nyakati tutasimama, kuna nyakati tutakaa, kuna nyakati tutapiga magoti, kuna nyakati tutakaa kimya kwa kutafakari au kwa kusikiliza. Lakini mwishoni, baada ya kupitia katika hatua zote hizo, tunaagwa kwa furaha na kwa shangwe: enendeni na amani ya Kristo. Kristo katika kuleta ukombozi kwa mwanadamu anapitia hatua zote hizo. Ndiyo maana mwishoni kabisa analeta furaha kwa ufufuko wake. Sisi tulio wafuasi wake, maisha yetu hasa tunaoitwa katika wito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu, kuna nyakati utalazimika kusimama kama tunavyofanya katika adhimisho la misa. Utasimama kwa hiari yako, au wapo watu wanaohusika watakutaka usimame ili waendelee kufanya maamuzi juu yako. Kuna nyakati katika kuishi safari yetu ya wito utalazimika kupiga magoti kwa kuwanyenyekea watu au kwa kunyenyekeshwa na watu. Kuna nyakati katika maisha yetu utazongwa na mambo mengi kwamba huwezi kusimama, utalazimika ukae, kwa sababu huwezi kuhimili matatizo yale ukiwa umesimama, inabidi ukae kwa kunyong'onyea. Kuna nyakati
katika maisha yetu ya ufuasi, maisha yetu ya wito, utalazimika kunyamaza. Kunyamaza kwa sababu huna cha kusema, kunyamaza kwa sababu umenyamazishwa. Wenye uwezo wa kusema waseme juu yako. Unapoweza kuyavumilia yote hayo, unapoweza kuyakabidhi yote hayo kwa Mwenyezi Mungu na ukayavuka, ndipo mwishoni unapopokea ile amani, unapopokea matunda ya kuvumilia yote hayo kwa kuambiwa enenda na amani ya Kristo. Kumbe sisi pia kama Wakristo tunao wajibu huo wa kuwa wavumilivu katika nyakati ngumu tunazopitia, wa kuendelea kujikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu katika nyakati zote ngumu za maisha yetu ya ufuasi. Kristo kamwe hakuyakimbia mateso, aliyakabili mateso, akafa kifo cha msalaba na hatimaye akafufuka kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Ndugu zangu wapendwa, katika simulizi la mateso ya Yesu, umati wa watu ulipiga kelele wakisema, asulubiwe, asulubiwe. Uovu wetu leo unatoa sauti ya aina hiyo. Hivyo tujibidiishe katika kuepa dhambi na kutenda matendo mema. Ubaya haujibiwi kwa ubaya, wala Kristo hakufanya hivyo kwa watesi wake. Sisi kama wafuasi wa Kristo tunaweza kutendewa ubaya fulani. Je, utachukua hatua gani? Utatoa upanga kama Petro? Tuliposikia katika simuli hizi za mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, Petro anatafuta kumlinda Yesu kwa upanga. Yaweza kuwa pia sisi katika kuishi kwetu kwa namna ambayo tunatamani kulipa ubaya kwa wale waliotutendea ubaya, kwa namna ambayo tunatamani kulipa uovu kwa wale waliotutendea uovu. Yesu anamwambia Petro, tulia, rudisha upanga wako alani mwake. Sisi nasi tunaalikwa kutokulipa baya kwa baya, kufuata mfano huu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyoutenda, kama tulivyosikia katika safari yake ya kukomboa mwanadamu. Kama tulivyosikia katika utangulizi wetu wa leo, sisi tumewekwa kama ishara ya punda anayembeba Yesu kumpeleka Yerusalemu. Je, mimi kama punda huyo nitaweza kumfikisha Yesu Yerusalemu au nitamdondosha njiani? Sisi kama Wakristo tunaoitwa leo kumtumikia Mwenyezi Mungu, tunayo nafasi hiyo ya kuwabeba watu wengine kuwapeleka kwa Kristo. Je, tutawafikisha kwa Kristo hao watu au tutawapoteza njiani? Yesu anakuwa ni mfano unaoishi, mfano ulio hai ambao haukuingia chenga wala nini. Anafanya mambo yale aliyopaswa kutenda akimtegemea Mwenyezi Mungu. Sisi tulioitwa kama Wakristo tunaobeba ofisi tatu za Kristo, kuwasaidia watu wengine waweze kumwona Kristo. Je, ni punda wa kweli tutakaoweza kuwafikisha watu hao kwa Kristo au tutaweza kuwapoteza njiani? Maisha yetu ni maisha ya unyofu kiasi kwamba hatuwezi kuwapoteza watu wengine. Katika familia moja, baba mmoja alikuwa na watoto kadhaa. Bahati mbaya, watoto wale walikuwa na tabia ya uongo sana wa kumdanganya baba yao. Kwa hiyo baba huyo akaamua kutafuta namna ya kutatua tatizo hilo la kuondoa uongo ndani ya familia yake. Hivyo akaseti alamu katika familia ile. Kwa hiyo mtoto yote alikuwa akiongea uongo, alamu inagonga kule. Siku moja mtoto fulani akarudi nyumbani likizo kutoka shule, amekuja na matokeo ya mtihani. Akafika akampa baba yake yale matokeo. Kwa bahati mbaya mtoto alikuwa amekuwa wa mwisho darasani. Baba alipoangalia matokeo akajawa na hasira, akaanza kumtukana yule mtoto. Pumbavu sana, huna akili. Mimi nilipokuwa nasoma sikuwa kama wewe, sikuwa mjinga kama wewe. Mimi wakati wangu nasoma, mimi nafasi ya kwanza na ya pili zilikuwa ni za kwangu. Kengele ikagonga. Baba amesema uongo. Baba akaona jinasue katika mtego huo, akasema wakati mimi nasoma kwenye 10 bora nilikuwa sikosekani. Kengele ikagonga. Baadaye baba akasema, mwanangu, endelea kujitahidi, mambo ni magumu. Hata mimi nilipokuwa nasoma kwa kweli basi mambo yalikuwa magumu kama wewe hivi hivi. Kengele haikugonga. Kumbe baba huyu alianza kumwamikia mtoto kwa sababu ya kutokuwa mkweli yeye kutoka ndani ya moyo wake. Je, sisi tunaowaelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu, sisi punda tuliobeba watu kuwapeleka kwa Kristo, tunawapeleka katika ukweli na unyofu wa moyo?
Katika Juma Kuu tunalolianza, tuombe neema ya Mwenyezi Mungu kwa wasikivu, watii, wa kujipatanisha na Mwenyezi Mungu, ili tuweze kufurahia siku ya Pasaka tukingojea kwa matumaini kuifikia Pasaka ya milele. Katika kipindi hiki kinatualika tuweze kujipatanisha na Mwenyezi Mungu. Maisha yetu, tuboreshe mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu, tuboreshe mahusiano yetu na wanajumuiya wenzetu, tuboreshe mahusiano yetu na jirani zetu, ili neema hizi za kipindi hiki zisiweze kupita katika maisha yetu bila kuacha alama yoyote, bila kuzaa matunda katika maisha yetu ya Kristo. Wakati mwingine tunaweza tukaishi katika hali ya maisha ya mazoea, kwamba ni vipindi vinakuja, kitakuja mwaka huu, kitapita, kitaondoka, kitakuja mwaka huu, kitapita, wakati mwingine kitaondoka, bila kuweza kuzaa matunda katika maisha yetu ya ufuasi. Hali hii unaweza ukachukulia mfano wa mtu ambaye anataka kwenda kuoga, akachukua ndoo yake ambayo haina maji ndani na ameifunika na mfuniko juu, akaenda kwenye bomba la maji akakinga maji. Wakati anakinga maji, amefunika ile ndoo, ameifunga. Maji yanatiririka, lakini yagonga juu ya mfuniko wa ndoo, yanamwagika chini. Atakaa dakika 10, ile ndoo maji hayataingia ndani, kwa sababu hakufungua ile ndoo, mfuniko umefunga. Sisi katika maisha yetu yaweza kuwa neema za Mwenyezi Mungu haziingii ndani mwetu na kuleta mabadiliko, kwa sababu tumefunga mioyo yetu, haturuhusu neema hizi za Mwenyezi Mungu ziweze kuingia na kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Mifuniko hii inayofunga mioyo yetu ndiyo maisha ya dhambi, maisha ya mahusiano mabaya na mwanajumuiya mwenzangu, maisha ya mahusiano mabaya na jirani yangu, maisha ya mahusiano mabaya na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika sala tunayosali baada ya komunio inatualika ikisema: E Bwana, sisi tulioshiba mapaji yako matakatifu, umetupa tumaini la kupata hayo tunayoyaamini kwa ajili ya kifo cha mwanao. Tunakusihi hapo atakapofufuka atufikishe huko tuendako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tuombe neema ya Mwenyezi Mungu tusaidie, ili mafumbo haya yaendelee kutuimarisha katika imani, matumaini na mapendo yetu kwa Yesu Kristo aliyetoa uhai wake kwa ajili ya kutukomboa sisi, nasi tuwe tayari kujitoa sadaka kwa upendo kwa ajili ya wengine. Hili ndilo tumaini letu kuu, na hii ndiyo hamu yetu, kufika mbinguni na kuendelea kuunganika na Kristo Bwana wetu. Kama vile ambavyo watoto wa Mayahudi walitandaza nguo zao njiani wakamlaki na kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tutandaze mioyo yetu, Bwana wetu Yesu Kristo aweze kupita katika mioyo yetu, ili atakapofufuka afufuke nasi katika upya wa maisha, na katika upya huo wa maisha tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.